Semeni. Wewe Semeni, acha begi lako. Semeni. Chukua begi lako. Kwani uniamini mpenzi wangu? Mimi nakuamini mpenzi wangu. Wewe najitahidi tu kukukumbusha kwamba siwezi kuishi bila wewe. Na inabidi tukae pamoja, huu ndio muda wetu wa kupanga mambo yetu tukiwa pamoja. Wewe hata usijali wala nini. Mimi ni wako bwana. Wewe una wasiwasi gani na mimi jamani? Sawa mpenzi wangu, nakuamini. Kiukweli kaka, yes, nilikuwa na mahusiano yote yale. Sasa ukisema hivyo unanichanganya sasa. Kama hujaikuwa na mahusiano, huo ujauzito umeupata vipi? Nauma nini? Sema basi, sasa uniambie mimi mdogo wako. Nauma. Hapana mzee, mimi sihitaji shamba. Mzee wangu, nakiri kwa nilikukosea. Naomba unisamehe. Naahidi sitorudia tena. Mwenyekiti, kama umegundua kosa lako, kuwa na amani. Semeni. Wewe Semeni. Kwani una shida gani? Nakuita tangu muda mrefu, usikii? Mamako anataka kutoka na wewe. Sawa? Ndio. Unaamka sasa hivi? Au utakuwa unaumwa? Hapana, mimi siumwi. Sema tu siku hazifanani. Sawa mume wangu. Ila huwa anajiuliza maswali, ila anakosa majibu. Maswali? Maswali gani? Mume wangu, leo ni siku ya 4. Hujaweza kwenda kazini. Kuumwa haumwi. Shida ni nini? Mwenyekiti, nimekuja hapa ofisini kwako, mimi nina kesi 2 ambazo zinanisumbua sana. Hivyo nahitaji msaada wako. Usijali jana. Mimi nipo kwa ajili yenu. Hebu niambie. Hizo kesi zako zikoje? Mimi nina mdogo wangu wa kike
ambaye ni mwanafunzi amekatishwa masomo yake kwa kupewa ujauzito. Na pili, huo ujauzito amepewa kwa njia ambayo sio nzuri, amelazimishwa mapenzi, yani amebakwa. Kwa hiyo kesi ya kwanza ni kubakwa na kesi ya pili ni kupewa ujauzito. Kijana, mbona jambo lako zito? Kumbe kuna watu wajionea huruma na maisha yao. Yaani mheshimiwa mwenyekiti, kibaya zaidi aliyefanya hayo yote ni mwalimu wa sekondari hapo Lumba. Mwalimu? Ndio. Mwalimu anawezaje kufanya hayo yote? Na una ushahidi wote juu ya haya? Hakuna shida yoyote mke wangu. Sema hiki kipindi tunajiandaa na mitihani. Kwa hiyo kazi zimepungua, lakini kuanzia kesho nitaanza kwenda kazini. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Mimi nilikuwa nataka kujua tu kama kuna shida yoyote huko kazini niweze kujua. Maana mimi ni mke wako. Hakuna shida yoyote mke wangu. Na kama kulikuwa na shida, ningekwambia. Sawa mume. Sije kunja nguo. Mheshimiwa mwenyekiti, aliyefanyiwa hichi kitendo ndo ana ushahidi wa kutosha kwa sababu ana akili timamu. Kwa hiyo mimi nadhani kwa sababu amesema mwalimu ndo amemfanyia huo unyama, mwalimu ndo amembaka, huo ushahidi unatosha kabisa. Ndugu yangu, jambo lako linahitaji ushahidi wa kutosha. Na ukizingatia hao walimu ndio watu pekee wenye pesa katika hiki kijiji. Hivyo huwezi kushindana nao kabisa. Mimi ningekushauri kitu. Achana hili jambo kwa sababu utakupoteza muda wako bure. Au nenda kutafakari kwa kina, halafu ukipata jibu utakuja. Familia yangu iko wapi? Mwenzenu nadhalilika. Hata baba msikuoni, mwanao nadhalilika. Serikali yetu iko wapi? Wenyewe Karibu. Pita. Karibu. shikamoo. Marahaba, karibu. Asante. Samahani mama. Sije mzee nimekuta. Bora anaingia muda sio mrefu. Karibu. Asante. Oho, Linde. Karibu sana. Asante. Sasa huko Uko ni pema. na. Karibu sana. Mimi ndo naenda hivyo. Kule. Ulikuwa niagiza, ngoja niende nikawaone kwanza. Sasa naomba uwang'ang'anie na uwasisitize. Chini ya 100 hakuna kuwapa pesa. Naomba wale kuku watimie 100. Wakiwa 100 wape tu pesa. Nimekuelewa mume wangu. Haya. Usichelewe. Sichelewi bwana, nichelewe naenda wapi? Na Linde, una jambo lingine au lile? Hapana, sina jambo lingine. Mkuu, nipo chini ya miguu yako. Nakuomba unisaidie sana. Tafadhali unisaidie. Hivi wanangu, inakuwaje? Yaani unamtongoza mtu alafu anakukataa. Unakuja kusikia amebeba ujauzito wa mtu mwingine. Sasa hapo wewe kinachokukera ni nini? Kukataa wewe au kupewa mimba na mtu mwingine? Yote vinanikera. Yeye kama anajifanya mstaarabu, sasa mbona kabeba mimba? Wewe Baraka,
Kwa hiyo nataka kila demu ambaye utamtongoza hapa kijijini akukubalie. Wewe umekuwa nani? Na huyu demu alikuzingua ni nani? Si kile kinani kile kisemeni kinachokaa pale shule kwa nyuma pale. Ndio wake na bwato. Hivi. Huyu semeni. Si mwanafunzi. Atakuwaje na ujauzito mtoto wa shule? Unajua Limbe, ifike kipindi ujitambue. Wewe ni mtumishi wa umma. Sasa mambo unayoyafanya ya ajabu, jamii inakuchukuliaje? Halafu Mungu amekupa mke mzuri sana. Kwa nini unashindwa kumheshimu? Na kwa nini unashindwa kujiheshimu? Nisamehe sana. Niliteleza tu, naomba unisaidie. Sasa hii ni mara ya mwisho. Mimi nakusaidia kwa mara ya mwisho. Likijirudia tena hili au kama hili tatizo lingine, mimi mwenyewe nitakushughulikia kabla hatujafika kokote. Sijui umenielewa? Ndio, nimekuelewa. Sasa mimi nafikiri tafuta milioni 2. Si chini ya milioni 2. Ili tuweze kulimaliza hili jambo. Sawa? Sawa. Hiyo pesa nakupatia kesho asubuhi. Basi sawa, haina shida. Sawa. Bye. Mimi ndo nakwambia ana ujauzito. Kwa hiyo bado unadili na watoto wa shule au sio? Angalia utakuja kuozea jela. Oho. Wewe toka uzaliwa katika kijiji ushago sikia wapi? Umempa mimba mwanafunzi ukapelekwa jela. Sawa, sikia. Usisi kwa kukalili wewe. Wewe ushakuwa mtu mzima, tafuta watu wazima wenzio. Wewe vipi wewe? Wewe baba. Tusifuatiliane katika maisha. Mwanangu, sijui hata nini unafanya, maana mimi sielewi nifanye kitu gani. Baba, kiukweli ili jambo ni gumu sana na linaumiza sana. Kuna wakati najaribu kufikiria lakini sipati majibu ya moja kwa moja. Lakini pamoja na hayo yote, hatutaki kulifumbia macho. Mimi nilipopata taarifa kuwa mdogo wako amepewa ujauzito na mwalimu, nimeishiwa nguvu kabisa. Maana najua walimu ndio watu wenye pesa. Sisi sio watu wa kwanza kufanyiwa ukatili huu na walimu. Sasa kiukweli nimetafakari, nashindwa hata kupata majibu. Lakini baba, unajua mimi nilienda ofisi za kijiji. Nimefika pale nimekutana na mwenyekiti na lengo ni kufungua mashtaka kwa ajili ya huyo mwalimu aliyempa ujauzito Semeni. Lakini kitu cha ajabu kilichonishangaza kabisa, mwenyekiti acha ananishauri niachane kabisa na hii kesi, akidai kwamba walimu ndio watu wenye nguvu hapa kijijini, walimu ndio watu wenye pesa, hivyo mimi siwezi kushindana nao. Kitu ambacho ukija kwenye ukweli sio sawa, sio haki. Si unaona? Hata swala hili mwenyekiti analitambua. Sasa mimi naomba hili swala tumwachie Mungu, kwa sababu yani hii kesi mimi naona kama ulivyosema tunembe, sidhani kama tutaweza tukaiweza. Au unasemaje? Hapana baba, kwa sababu najaribu kufikiria kwa nini haki ya mdogo wangu ipotee.
Mzee Mgwali, kwanza samahani kwa usumbufu. Bila samahani. Na nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Mimi nimekuita hapa, nimeona hii ni sehemu sahihi ya kuzungumza mazungumzo yetu. Mzee, najua mwanao Semeni hafiki shule. Na ni mjamzito nafahamu pia. Lakini nimekuita kwa mazungumzo ili tuweze kulizungumzia hili swala. Maana yule kijana aliyompa ujauzito Semeni ni kijana wangu pale shule. Baba unatwala? Twanga mwanangu. Acha basi mimi nitakusaidia kumalizia hapo. Usijali binti yangu. Acha nimalize tu. Itabidi nizoee. Maana kuna siku utaolewa wewe. Na ukiolewa ukiwa kwako unafikiri itakuwaje? Kweli kabisa baba, maana sidhani kama mwaka huu utaje kabla sijaolewa. Mwalimu, unataka kuzungumza nini na mimi? Mimi najua kila kitu. Ninyi ndio mliohusika na kumharibia maisha yake mwanangu. Kirahisi tu unasema tuzungumze. Unajua mimi nimeumia kiasi gani juu ya binti yangu? Mzee, mimi najua umeumia sana. Hata kama wana pesa, lakini kwa swala hili mimi lazima nitasimamia haki ya mwanangu. Sitaki kabisa masiara. Nimejaribu kuongea na yule mzee ambaye ni baba wa yule binti, lakini imekuwa ngumu sana kunielewa. Kwani anataka nini? Au tumuongezee pesa? Hapana. Nawaambia unaumwa lakini hata wanielewi. Utasikia tu anauliza anaumwa nini? Mimi nishawachoka. Nimewambia waje wakuulize mwenyewe. Mwenyekiti, unajua wewe ni mtu wangu toka zamani. Sawa, nimekuita hapa kwa sababu kuna jambo haliko sawa. Yaani kaka, mimi sijawahi kufika mahakamani hata siku moja. Ila kwa ajili yako nitasimama na nitatoa ushahidi uliokamilika. Nahisi nina mkosi, hayo mabala nani wa kumpa lawama. Nyumbani hali duni, hata kula yetu labda tumwachie Maulana. Heka heka, heka heka, heka heka. Kweli pesa ina nguvu, tena kwenye haki wewe utaonekana kicha. Ona wenye hatia, pesa imekuwa fimbo, maskini kuwa chapa. Hasa haki yangu iko wapi? Kesi yangu nipeleke kwa nani? Hata yule niliyemwamini naye kala rushwa huko mtaani. Heka heka, familia yangu iko wapi? Mwenzenu nadhalilika. Heka heka, hata baba yangu sikuoni, mwanao nadhalilika. Heka heka, serikali yetu iko